Kubwa zaidi ni katika mchakato wa kutafuta makubaliano ya kusitisha vita kati ya Urusi na taifa la Ukraine. Kwa hiyo tunamuona Marekani bado anaendelea kusimamia kidete kama mpatanishi mkuu wa kutafuta suluhu baina ya mataifa haya mawili, lakini kama alivyoeleza awali rais wa Urusi Vladimir Putin kabla hata ya mjumbe huyu wa Marekani kwenda nchini Urusi, ni kwamba kumalizika kwa vita hakutakuwa jambo rahisi zaidi mpaka pale makubaliano ya pande zote mbili ya kile anachokihitaji rais wa Urusi kutoka kwa taifa la Ukraini vitakapotimizwa. Na tumeona kumekuwa na shinikizo la rais wa Urusi, lakini pia kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwenda kwa rais wa Ukraini, pia wakimshinikiza kiongozi huyo kuweza kuondoshwa au kuondoka katika nafasi yake hiyo, wakidai kuwa ni kiongozi ambaye ameshindwa kuonyesha mwelekeo sahihi wa taifa la Ukraina, hususa katika mustakabali huu wa kumaliza vita kati yake na taifa la Urusi. Kwa mjumbe huyu wa Marekani kuelekea nchini Urusi haimaanishi kuwa Marekani ndio naenda kupigilia msumari zaidi ya kwamba vita sasa vinaweza kumalizika. La hasha, viko vipaumbele vya taifa la Urusi kwa taifa la Ukraina, na sio vipaumbele vya taifa la Marekani kwa Urusi kuhusu mustakabali wa taifa la Ukraina. Okay. Rais Donald Trump anaonekana kujaribu kuonyesha ushawishi wa kidiplomasia kuelekea kumaliza vita hivi vya Ukraine. Je, juhudi hizi ni za dhati? Vyote viwili vinaweza kuwa na tija moja. Marekani hajawahi kufanya jambo katika hali ya kawaida tu. Marekani huwa akiamua kulishupalia jambo fulani, basi jua jambo hilo huwa lina side effect nyingine zaidi. Marekani anatafuta maybe kusawazisha vita kumalizika pale nchini Ukraine, lakini wakati huo Marekani ina kitu inachokihitaji kutoka taifa la Ukraine, ikiwemo madini. Juzi ametoka kusaini mkataba huo wa madini ambao ulikuwa ukileta chokochoko hadi kufikia hatua ya kufukuzwa ikulu ya White House kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kwa Marekani hajawahi kujihusisha na jambo lolote lile ambalo halina manufaa kwake. Na hii inaweza ikawa ni mchakato wa kidiplomasia, lakini mchakato wa ndani wa kuzidi kuliimarisha taifa la Marekani. Endapo Marekani atawini kumaliza mgogoro kati ya Urusi na Ukraini, basi ni kama itakuwa ni hatua moja kubwa ambayo atakuwa amepiga katika diplomasia ya kimataifa. Na huenda atakuwa amepiga hatua ya kujirejesha kuwa kiranja mkuu wa ulimwengu ambaye amekuwa akitatua matatizo ya ulimwengu. Iwapo atafanikiwa kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine, itakuwa ni karata yenye turufu kubwa zaidi katika kujirejesha katika nafasi yake ambayo amekuwa akipigania kwa muda mrefu, licha ya kwa sasa anakumbana na vikumbo vingi kutoka taifa la Urusi, kutoka taifa la Uchina ambaye ndo hasimu wake mkubwa zaidi, ambaye kwa sasa wanakuwa wanachuana katika vita vya kiuchumi baina ya mataifa hayo mawili. Kwa kitendo hichi cha Marekani kuzidi kuonyesha nia ya kutafuta suluhu katika baadhi ya maeneo, lakini pia unatakiwa kufahamu kuwa Marekani anatafuta suluhu ili aweze kuendeleza biashara zake na mataifa haya mawili. Okay. Marekani ni mteja mkubwa zaidi wa rasilimali ya gesi kutoka taifa la Urusi, lakini pia ni mteja mkubwa zaidi wa sekta ya madini kutoka taifa la Ukraine. Kwa watu hao wawili wanapokuwa wanapambana, Marekani naye anaathirika kwa sababu kwa kiasi kikubwa anashindwa kupata vile vitu ambavyo amekuwa akivipata kwa mataifa haya yote mawili. Wakati vita vinaanza, tuliona Urusi ilisitisha mwanzoni kabisa baada ya kuonekana kuwa mataifa ya bara la Ulaya yanataka kuendelea kati vita vya Urusi na Ukraine. Urusi akasema basi sawa, akaanza kuminya taratibu uuzwaji wa gesi kutoka taifa lake kwenda mataifa ya bara la Ulaya, kitendo kilichofanya mpaka kuitishwa kwa mikutano ya dharura kama vile Umoja wa Ulaya kukutana na kujadili mustakabali wa namna wanavyoweza kujikomboa kutoka katika vipingamizi vilivyowekwa na taifa la Urusi kuhusu mustakabali wa biashara barani Ulaya. Asante sana Dennis Samora. Wakati Marekani ikituma wajumbe wake Urusi, tunaona mataifa ya NATO yakiongozwa na Uingereza pamoja na Ujerumani yameahidi msaada wa kijeshi wa zaidi ya euro bilioni 21 kwa Ukraine. Je, msaada huu unaweza kubadili hali ya vita kwa upande wa Ukraine? Bara la Ulaya hususa kupitia muungano wa nchi za kujihami wa NATO wanaweza kawa, hiyo ni ahadi, lakini ahadi hiyo ni lazima ifikie hatua ya kupigiwa kura na mataifa yote, tunaita kura ya turufu. Iwapo
pesa hizo zitatolewa, kwa sababu sio pesa ambazo zinatoka katika mfuko wa taifa moja, bali ni mfuko unaotoka ni pesa zinazotoka katika mfumo wa chama. Yani pesa zinatoka katika mfuko wa NATO. NATO iko na wakina nani? Umo ndani yuko taifa la Marekani, ambaye amekuwa akinyoshea kidole NATO kuwa wanachama wa jumuiya hiyo wengi wao hawatoi michango yao namna inavyotakiwa, na Marekani ameendelea kubeba mzigo mkubwa zaidi wa umoja huo. Kwa hiyo licha ya kuahidi, lakini je, patatekelezeka? Na unaahidi alafu baada ya kuahidi utapata nini ya kurejesha kile ambacho umekitoa? By the way, ni kwa hiyo bado inakuwa ni hadithi ya bunuasi ambayo imesimama katikati ya ukweli na uongo. Yani itatekelezeka au haitatekelezeka, na hiyo inakuwa inamweka hatiani zaidi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, kwa sababu mbali ya kuwa uhusiano wake na taifa la Marekani unaonekana ukiwa una kadosari kidogo, hali iliyomfanya kukimbilia bara la Ulaya, lakini wale pia bara la Ulaya na wao wapo katika hali ya sintofahamu na mfadhili mkuu wa NATO, nikimaanisha taifa la Marekani. Tunaona hata mataifa ya bara la Ulaya na yenyewe yamewekewa tozo na taifa la Marekani. Kwa still bado ni mchezo ambao ni kama mchezo wa siri, mchezo endelevu, kwamba tunatazamia baada ya tukio hili lipi litafuata. Sio rahisi kwa mataifa kwa umoja wa NATO kutoa pesa hizo, ili hali kura ya turufu haikupigwa, na kanuni mojawapo ya jumuiya ya kujihami ya NATO, iwapo hata mmoja wao atasitisha au ataona hakuna haja ya kupeleka hizo kura, basi mchakato huo itabidi utulie. Okay. Mchakato huo itabidi usimame mpaka pale watakapokubaliana theluthi mbili na nusu kama sikosei ikiidhinisha, basi huenda pesa hizo zikatoka. Dennis, pasina shaka unazungumza ni danganya toto. Ni kweli. Kwa kuzingatia tu kauli ya waziri wa Ujerumani kwamba amani inaonekana kuwa mtihani katika kipindi kifupi kijacho. Je, hali ya sasa inachoonyesha kwamba dunia inaelekea kwenye mgawanyiko mkubwa zaidi wa kijeshi na kisiasa kama ilivyokuwa enzi za vita baridi? Kikubwa zaidi ukitazama hali ya siasa zaidi ulimwenguni, unaweza ukaona kuwa mataifa mengi yanapita kwenye kaa la moto. Achana tuna mataifa ya bara la Ulaya, tuje hapa kwetu nchini Tanzania. Watu wanaweza kudhani tupo salama, lakini tazama kile ambacho kinaendelea. Inakupa nafasi ya kuona kuwa siasa sasa za ulimwengu kwa kiasi fulani zinapita katika mageuzi makubwa zaidi, na hususa vitu ambavyo vinachangia hapo kwa mataifa ya bara la Afrika ni kuondolewa kwa vile vyama ambavyo vilikaa mamlakani kwa muda mrefu, kitendo ambacho kinatuonyesha namna ambavyo taswira mpya ya mataifa ya bara la Ulaya zinavyoanza kubadilika. Kwa hiyo sio mataifa mataifa ya bara la Afrika nirejelee pale. Kwa hiyo hii inakuja kutuonyesha kuwa siasa za ulimwengu zinapitia kitu kinachoitwa evolution, yani mabadiliko ya kimfumo, mabadiliko ya kisiasa yanaenda katika zama zingine. Tunatoka katika zama hizi ambazo tuko nazo, tunaelekea katika zama zingine zaidi za kimageuzi. Kongo DRC wanapitia mchakato huo, eneo ambalo halijawahi kuwa na utulivu kwa miongo kadhaa mpaka hivi sasa. Afrika ya Kati, taifa la Sudan Kusini linaingia tena kwenye machafuko. Nchini Kenya kama tunavyoona Rigathi Gachagua na rais wa sasa William Samuel Ruto, kitendo kilichomfanya mpaka kusema akiwa hata first interim president, yani rais wa awamu moja kwa kinatosha. Hiyo inamuonyesha ni namna gani fukuto la siasa linavyozidi kuwa kubwa zaidi kwa mataifa mengi sana ulimwenguni. Kwa hiyo ni katika kipindi ambacho tunaweza kusema ulimwengu na mataifa mengi ya ulimwengu yanapitia katika kaa la moto la kutafuta mabadiliko zaidi. Watu wanatoka kwenye ule mfumo ambao tuliuzoea, ni kama ambavyo teknolojia ilivyokuwa. Watu wanatoka kwenye analog wanaenda kwenye dijitali. Basi ndivyo mfumo wa siasa na wenyewe unapitia kashikashi hiyo. Unatoka katika mfumo wake wa analog vile watu walivyozoea, tunaenda kwenye dijitali ya kisiasa zaidi. Kwa hiyo kinachotokea bara la Ulaya na siasa zao, pia kinachotokea kule Asia na siasa zao, mataifa ya Korea Kusini ameondolewa impeached president Yoon Suk Yeol, na sasa wanatafuta ambaye anaweza akarithi nafasi yake. Taifa la Korea Kusini kutoka kuwa taifa lenye demokrasia imara mpaka kuwa taifa lenye misukosuko ya kisiasa, inakuonyesha jinsi gani ulimwengu
unavyopitia mabadiliko ya kisiasa ambayo ni mabadiliko makubwa zaidi. Shida itakuja, mabadiliko haya yataleta matokeo gani? Hapo ndipo wengi tunapokuwa katika hali ya mkanganyiko. Je, mabadiliko haya yatazidisha kuwa hali izidi kuwa mbaya zaidi au yataleta hali ambayo itakuwa ni chanya na bora zaidi? Kwa mtazamo wako tu na ufuatilizi wako, mabadiliko haya yataleta matokeo gani? Mabadiliko haya yatakuwa ya pande zote mbili. Yatakuwa ni mabadiliko chanya na mabadiliko hasi kwa mujibu wa kanda ambazo mabadiliko haya yanatokea. Mfano, mataifa ya bara la Afrika, iwapo kwenye baadhi ya maeneo tumeona mabadiliko haya ya kisiasa yameanza kuonyesha tija. Kwa mfano, tukienda katika taifa linaloongozwa na Captain Brian Traore, tunaanza kuona raia wameanza kufurahia mabadiliko ya kiuongozi katika eneo hilo. Kwa ni nafasi ya kukuonyesha bado tupo na kigugumizi cha mabadiliko haya katika mfumo wa kisiasa. Huwa najiuliza, iwapo nchini Tanzania mfumo wa kisiasa ukabadilika na upinzani ukashika nchi na chama tawala kikakaa pembeni na kuwa chama cha upinzani, siasa itakuwa namna gani? Kwa tunashindwa, tupo katika hali ya kutafuta, ya kufanya, naweza kusema prediction, utabiri ambao either unaweza ukatokea au usitokee. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ulimwengu uko katika sintofahamu kubwa zaidi ya mabadiliko ya kisiasa. Kitu ambacho tunashindwa kujua, mabadiliko haya yatatupeleka wapi? Ulimwengu utaenda wapi? Pengine mabadiliko haya yanaweza kasababisha ikazuka tena vita ya tatu ya ulimwengu, au mabadiliko haya yakasababisha ulimwengu ukawa ni eneo lenye amani zaidi. Asante sana. Na kwa kuhitimisha tu, kwa mtazamo wako wa kisiasa kimataifa, lakini pia kama mwanahabari ambaye umekuwa mfuatilizi, ni hatua gani za msingi zinahitajika ili kufikia mazungumzo ya kweli ya amani kati ya Ukraine na Urusi, na pande gani hasa zinapaswa kuwa wawezeshaji wa mazungumzo haya? Kubwa zaidi, watu husika kabisa wanaopaswa kutafuta suluhu ya mgogoro huu ni rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hawa ndio wahusika wakuu. Hawa ndio wanatakiwa kuketi chini kwanza kujadili kwamba tunapambana kwa sababu ya nini. Obvious, kipo ambacho kinapambaniwa na kipo ambacho kinaonekana kinapambaniwa, lakini wao wanatakiwa kuketi chini wakiwa chini ya usimamizi aidha ni taifa la Marekani au Falme za Kiarabu na kuanza kutafuta suluhu, kwa sababu viongozi hawa wao wapo katika safe side. Wanaoumia zaidi ni raia wa kawaida, wananchi wa kawaida. Kwa hiyo kubwa zaidi wanatakiwa kuketi chini na kuanza kutafakari vita hivi vinavyopiganwa, wanaoumia zaidi ni raia wa kawaida. Wao wanaketi katika majumba yenye usalama wa hali ya juu wakitoa oda, wakitoa maagizo, peleka bomu huku, peleka huku, alafu wanaoumia ni wanajeshi pamoja na raia wa kawaida, kitendo ambacho kinazidi kuchagiza kuwa ulimwengu bado hauko katika hali salama. Kwa mataifa ya Marekani na yale mataifa ambayo yanaonesha mstari wa mbele katika kutafuta suluhu, ikiwemo mataifa kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu, bado yana nafasi ya ushawishi kwa mataifa haya mawili kati ya Urusi na Ukraini. Japokuwa rais wa Ukraini anaonekana kutaka kumaliza vita katika njia ya amani, ili hali mapendekezo anayopendekeza ni kama hadithi za Abunuwasi ambazo haziwezi kutimizika. Lakini bado anazidi kujipambanua, anazidi kuongeza juhudi ya kutafuta uungwaji mkono katika nyakati ambazo vitendo vyake hivyo vinazidisha pia hali ya sintofahamu kwa mataifa ambayo anayaendea kuomba msaada. Kwa mfano, anakimbilia bara la Ulaya kuomba msaada, na bara la Ulaya nayo kupitia vita hivi vya Ukraini linajikuta katika sintofahamu na mshirika wake mkuu, taifa la Marekani. Kwa unakuja kuona ni vita ambavyo pengine vinapiganwa kati ya Urusi na Ukraini, lakini pia vinaleta madhara kwa mataifa mengine ya pembeni, kitu ambacho nadhani wameshindwa kuking'amua, kwa sababu vita vikiwahi kumalizika kati ya Urusi na Ukraini, basi hata misukosuko ambayo inatokea katika mataifa ya pembeni huenda vikapungua zaidi. Tunaona taifa la Belarus na lenyewe lina engage katika vita likiwa na mshirika wake taifa la Urusi. Kwa ni vitu ambavyo vinazidi kuididimiza ulimwengu katika machafuko zaidi, lakini pia vinazidi kudidimiza ukanda wa Mashariki ya Mbali katika machafuko zaidi. Kwa kubwa zaidi ni rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin kuketi chini na kutafuta suluhu
ya kumaliza vita. Mchakato wa mwanzo wa siku 30 ulikuwa ni mchakato mzuri wa kutafuta tathmini ya iwapo tunaweza kutekeleza zaidi masharti ya kumaliza vita, jambo ambalo tumeona limeshindwa kutekelezeka na vita vimeendelea. The same kwa Mashariki ya Kati, ilikuwa ni miezi 3 lakini bado vita vimezidi kuendelea. Kwa changamoto inakuja pale ambapo makubaliano yaliyopo wote wanataka kujitutumua na wote wanataka kujionyesha mabavu ya kwamba mimi siweze kutimiza na ninaweza nikashinda, ili hali ukitazama uwezo wa mataifa yote mawili unakuja kutazama kuwa mmoja ni lazima tasalimu amri, lakini kutokuonyesha ile nia ya kutaka kumaliza vita. Ndio maana mpaka leo vita bado vipo, lakini nafasi ya kumaliza vita upo, tena ni mkubwa zaidi iwapo wataka chini na kukubaliana, na mmoja akasema basi tumalize vita, vile vigezo ambavyo vinawekwa niko radhi kuvitekeleza, ili kuokoa jamii ya raia wengi wa kimaskini ambao wako nyuma, wanaokumbwa na vita hivi pasipokuwa na hatia yoyote. Na shukrani sana Dennis Samora kujumuika nami na kufanya utendoti huu. Nashukuru sana Jerome. Nashukuru.